Baraza la Manispaa Magharibi ni miongoni mwa baraza lililo ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi na limeanzishwa kwa mujibu wa sheria namba 7 ya mwaka 2014. Na katika kipindi cha Julai Juni, baraza la Manispaa lilikadiria kukusanya bilioni 2.9 na tumefanikiwa kukusanya bilioni 2.7, sawa na 94% ya lengo na makusanyo ambayo kutokana na vyanzo vyetu vya ndani. Katika kuimarisha usafi, baraza la Manispaa Magharibi limefanya operation 29 za kuondoa majaa yasiyo rasmi katika eneo ya Kisauni, Vigaoni, Fuoni, Kipungani, Kwarara, Fuoni Nyumba Moja, Fuoni Mambo Sasa, Ziwa Maboga, Kinuni, Fumba, Taveta, Doleo, Uzi, na tumefanikiwa kuondosha takriban tani 35,000 za taka. Na bado kuna majaa mengine kama hayo na mara 10 ya hayo ambayo tunaendelea kuyaratibu na kuondoa wakati tunatafuta utaratibu mzuri wa kuhakikisha kwamba taka hazipo katika maeneo ya wananchi. Na katika hili leo tunao wenzetu hapa kutoka kikosi cha faya na vikosi vyote ambao wamekuwa wadau wetu wakubwa, kwa sababu katika kuhakikisha tunawasilisha huduma zetu kwa wananchi, lakini tuna upungufu na uhaba wa nguvu kazi. Kwa hiyo tunamshukuru sana katibu mkuu wetu wa wizara yetu, ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa kutushirikisha na vikosi hivi vyetu, idara maalum. Kwa hiyo vile ofisi tumefanikisha operation takriban 31 za kwenye mitaro, kwa sababu mitaro nayo imekuwa ni changamoto kubwa sana. Imekuwa ni mazalia ya mbu, imekuwa ni sehemu ambayo wananchi wengi wanachukulia, tunasema kama majaa yanatembea. Akiona mtaro umejaa maji, mtu anatia pole la taka, alafu kule baadaye inakuja inaleta changamoto. Kwa hiyo tumechukua hatua kali na tumejitahidi pia katika kukamata ng'ombe wanaozurura ovyo, na hii pia tunashirikiana sana na jeshi la polisi katika kusaidia kwenye hili. Kwa hiyo tumefanya katika shehia Taveta, Kisauni, Melini, Mnarani, Magugeni na Uzi, ambapo takriban milioni kama 3 zimekamatwa. Tumepata kama ni gharama ya fanya zoezi hilo. Vile vile ofisi imefanya ukaguzi wa michirizi. Najua hili ni changamoto ambayo katika ile Magharibi watu wanaona kama ni maskhara. Watu wengi kutengeneza mashimo kwa ajili ya maji ya machafu wanaona kama sio sababu. Mtu anatiririsha maji kwenye mtaa, anatiririsha maji kwenye mitaro, mtu mmoja anasababisha majanga ya afya kwa watu wengi. Kwa hiyo tunawachukulia hatua watu wale, na nyumba zilizobainika na makosa ni takriban nyumba 150 ambao wote tumewajibisha. Na katika jambo kubwa lingine tumemtekeleza na tumo katika kusaidiana kuliratibu ni zoezi la kusikiliza na kutatua migogoro ya ardhi katika maeneo ya Nakwereko, Kijitopele, Kombeni, Maungani. Takriban jumla ya noti 222 zilitoka na watu 146 walifika ofisini, na tayari ambazo mwongozo wa noti 76 tunazifuatilia na wale waliokuja kesi zao zimetatuliwa. Kwa hiyo hili ni zoezi ambalo tunashirikiana kwa karibu sana na Kamisheni ya Ardhi, tunashirikiana na Wizara ya Mawasiliano, kwa sababu kumekuwa na watu wanavamia sana maeneo ya hifadhi ya barabara kujenga. Mtu anajua hii ni hifadhi ya barabara ambayo baadaye inailetea gharama kubwa serikali kwenye ulipaji wa fidia na kukuja miradi ya maendeleo, wakati mtu anajua amejenga kwenye hifadhi ya barabara. Au pia kuna watu wanaona barabara zinajengwa, mtu anakuja sasa anajenga nyumba yake mpaka chini ya barabara. Kwa hiyo kumekuwa kuna changamoto nyingi kwenye hili, na tutashirikiana kwa pamoja. Na kama tunaona sisi kuna barabara hii ya Fumba, naomba pia kutumia fursa hii kuwatangazia wananchi kwamba vibali vyote, kama mtu yeyote ana kibali chochote kimetoka zamani au vipi, kibali chochote cha ujenzi kiliopo katika hifadhi ya barabara, hicho kibali kimefutwa. Ni ambalo ule mpango miji utakuwa unatekelezwa kama ni mji wa mfano. Tunaona kuna mji wa serikali uko pale Fumba, tunaona Afcon na miradi, tunaona kuna maeneo huru, kuna maeneo ya viwanda. Kwa hiyo Magharibi yote mpango miji wake sasa hivi tunaendelea kuusimamia kwa pamoja kuhakikisha ile dhana na dhamira ilivyotengenezwa basi tunaifanyia kazi. Kwa upande wa sekta hii ya habari, ninashukuru kwanza kwa mashirikiano yenu makubwa katika kipindi hiki cha mwaka. Mmekuwa ni wadau wetu wakubwa kuhakikisha mnawapa elimu wananchi katika mambo ambayo sisi tunafanya na kuwahabarisha, na tumefanikiwa kutoa matangazo mbalimbali. Takriban matangazo 32 yamerushwa kwa redio yanayohusiana na swala la usafi, uzoaji ovyo na wafanyabiashara. Tulifanya zoezi kubwa la kuwaondosha wafanyabiashara wanaofanya biashara pembezoni mwa barabara, na hili zoezi ni endelevu. Naomba pia niambie ndugu wananchi,
pembezoni na uokwe. Unajua sisi wengi ni Waislamu au tunaamini kwamba njia ina haki yake. Kwa hiyo ikiwa hii ni njia iliyowekwa, barabara ni njia kwa ajili ya vyombo vya moto, uokwe ni njia kwa ajili ya kutembea miguu. Kwa hiyo mtu anapoamua kufanya biashara katika uokwe, akachukua chombo chake cha moto akapaki kwenye uokwe, pale unakuwa umeenda kinyume na matumizi alafu unawapatisha shida, kwa sababu zile zilitengenezwa kwa ajili ya kupunguza ajali na kuwapa wananchi sehemu salama kutembea. Kwa hiyo hatua kali tunaendelea kuzichukua. Sasa hivi tunaendelea na operation katika njia ya poti, na kupitia jitihada za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, baraza la manispaa kuna kitu kinaitwa 442. Ni miradi ile ambayo tunatoa 10% ya makusanyo yetu kupeleka mamlaka ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mwaka huu tumepeleka milioni 40 tu. Tunaahidi kwa sababu tayari tumepeleka milioni 471 katika mamlaka hii, na tayari wanabakaa kama milioni 200 ambayo bado haijatolewa mikopo. Kwa hiyo kipriority tu sisi, kutokana na janga kubwa la uchafu, majaa, vifaa afya, kwa hiyo kidogo mwaka huu tumejikita katika kuhakikisha tunaimarisha usafi, na mwakani basi tutaendelea kutoa mikopo. Na pia naomba nitoe wito kwa vikundi vyote vilivyopokea mikopo, jamani, hizi fedha mkopo tunaomba urejeshwe. Hakuna riba katika mikopo hii, lakini kinachotegemea, mfano kama hizi milioni 470 takriban utaweka milioni 500 ambazo zimetolewa kwa ajili ya mikopo ya Magharibi B. Yaani inatakiwa iwe ni revolving fund, ulipe wewe, zitoke zile pesa kwa wengine wajiendeshe. Lakini sasa wananchi wengi wanachukulia hizi fedha kutokana zimetokana na serikali, au wanahisi kama ni ruzuku wasirejeshe. Kwa hiyo hatua tunaendelea kuichukua, na hii tunashirikiana na mamlaka ya uwezeshaji wa wananchi, wakala wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kuhakikisha wale waliochukua mikopo wanarejesha.